Mtazamaji wa Tanzania Panorama Media, bado tuko hapa katika bandari ya Karema na pembeni yangu hapo unayemuona ni mteja wa kwanza kabisa katika bandari hii ya Karema ambaye amekuja kuchukua mzigo wake. Tutapata kuzungumza naye angalau kwa ufupi, na zaidi ni kwamba tutapata kutambua majina yake na shughuli ambazo anajishughulisha nazo mpaka kupelekea kufika hapa katika bandari ya Karema, bandari kubwa kabisa ambayo inapatikana katika ziwa hili. Mzee, heshima yako. Asante kufikia naye pia. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Amani Ramadhani. Sawa, Amani Ramadhani. Tumepata bahati ya kukutana na wewe siku ya leo ukiwa ni mteja wa kwanza kabisa kupatikana katika bandari hii ya Karema kuchukua mzigo. Tulikuwa tunatamani kufahamu nini ambacho kimekuvutia mpaka sasa tunaona serikali imefanya maboresho kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Mimi nasema mfanyakazi wa kampuni inayoitwa Salzburg, ambayo iko Salzburg Company Limited, iko Dar es Salaam, na sisi ni maajenti wakubwa wa mzigo kusafirisha kwa client wetu anaitwa Burundi Cement Company, Buseko kifupi. Yeye tunamsafirishia makaa yake ya mawe kupitia bandari hii ya Karema. Na kweli kabisa kama ulivyosema, sisi ni wateja wa kwanza kabisa kuanza kuitumia hii bandari ya Karema, na tunajivunia sana kuwepo kwa bandari hii ya Karema. Tunajivunia sana kwa sababu mwanzo tulikuwa tunasafirisha mizigo kwa njia ya barabara, kutoka huko kwenye machimbo ya makaa ya mawe kupeleka mkaa huu kwa magari malori kupeleka Burundi. Lakini baada ya kupata bandari hii ya Karema, hakika tumepata unafuu mkubwa sana wa kupunguza gharama za usafirishaji. Mzigo wa makaa ya mawe umetoka nchi ya Burundi. Mzigo wa makaa ya mawe umetoka Tanzania unakwenda Burundi. Unakwenda Burundi. Sawa. Kutoka Tanzania unakwenda Burundi. Kama ambavyo nimekuuliza hapo awali, Tanzania tuko na bandari kadhaa. Sasa pengine kitu cha tofauti ambacho kimekuvutia ukasema kwamba mimi mzigo wangu nataka uende Burundi lakini kupitia bandari ya Karema. Tulipoanza sisi hapa kama nilivyokuambia, tulikuwa wateja wa kwanza kabisa kuanza kutumia bandari hii. Hatukuwa na changamoto zozote, na baada ya kufanya analysis ya cost tukaona kwa magari ni ghali zaidi kuliko kwa njia ya maji, na bandari yenye unafuu wa kuweza kutuhudumia ni hii ya Karema kuliko ile ya Kigoma, kwa sababu tungeweza kutumia ya Kigoma, lakini vile vile kureroute magari kutoka Mbeya kwenye migodi mpaka Kigoma inakuwa ni mbali sana, na unajua kwenye magari huwa wanachaji mileage. Kwa hiyo ni hasara kubwa tunaweza kupata. Sasa kupata karibu hapa, tumeona ni vizuri tuweze kuitumia hii, na tumeona efficient yake ni nzuri. Toka tumeanza tunapata ushirikiano mzuri wa mamlaka ya bandari. Hakika tuna sababu zote za kujivunia. Zaidi ya miaka 3-4. Utofauti wa bandari ya Karema ile ya miaka 3-4 iliyopita na bandari hii ya Karema sasa hivi? Tofauti yake nasema ni efficiency. Sasa hivi inakuwa na efficiency nzuri zaidi, japokuwa kuna changamoto za hapa na pale, hasa hususan vifaa. Nilikuwa napendekeza kwamba mamlaka husika waweze kuongeza vifaa vya kutosha, kwa sababu volume inazidi kuwa kubwa siku hadi siku. Volume ya mzigo. Mapendekezo yako ni kwamba bado katika upande wa vifaa ndio ambavyo bado vimekuwa changamoto. Vifaa kwa changamoto. Okay, sawa. Pengine sasa wewe kama Mtanzania ambaye unatumia tunasema malighafi ya nchi, naweza tukasema hivyo, pengine unamwambiaje pengine mfanyabiashara mwingine Tanzania kuvutiwa na bandari hii? Hakika la kwanza ni wafanye
visit waje waone, na so proud kila siku inayokwenda kwa Mungu wageni hawaishi kuja kutembelea bandari hii. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba hapa ni mahali muhimu sana katika uchumi wa nchi, na hasa hususan sisi wafanyabiashara kwa vile mahali pa kupitishia mzigo. Majirani zetu wote wanategemea zaidi maji kuliko barabara. Kwa hiyo nawashauri wadau wengine wote, wafanyabiashara na nini, waweze kutumia bandari ya Karema kwa sababu miundombinu yake kama mlivyoiona hakika inapendeza. Hakika inapendeza na gharama pia zinakuwa zinabebeka. Okay. Umesema changamoto kwa sasa ni vifaa, lakini kwa sababu bandari hii bado iko katika marekebisho, ni kitu gani kingine ambacho tunatamani kukiona katika bandari hii ya Karema kulingana na uzoefu wako wa bandari? Kitu ambacho labda ni pendekezo lingine ambacho tunatakiwa kukiona, bandari hii ina eka 60 lakini zilizokuwa utilized ni eka 15 kama unavyoona kwenye ule ukuta ule mpaka mwisho wa fensi ya ni eka 15. Sasa eka 45 hazijashughulikiwa, na huku kote huku kama mlivyoona sehemu inaweza kajengwa magati mengine ya kwa sababu maji bado yako mbele. Kwa hiyo wajaribu kudevelop hii ya huku mbele ili kusudi kuweza kupata wateja wengi, kwa sababu kama unavyoona hapa mzigo huu tumejaza hapa. Mimi na kila mwezi napitisha kaa hapa tani 5,000 kila mwezi, tani 5,000. Sasa kama mimi tu peke yangu tani 5,000, mwingine akaja tani 6,000, mwingine akaja tani 4,000, nadhani hii area haitatosha kabisa kwa ajili ya storage ya mzigo, kwa sababu mzigo tukiweka ndio meli na deploy meli hizo tuweze kuja kuweza kubeba, otherwise utakuta mzigo utaingia storage charges, utakaa muda mrefu, alafu itabidi ulipe gharama nyingine za bandari kwa ajili ya storage charges. Kwa hiyo zaidi ni kwamba ni bandari unatamani kuona inatanuka zaidi. Inatanuka zaidi. Sawa. Cha kumalizia kwa upande wa wewe kama mfanyabiashara ambaye unafaidika na bandari hii. Hakika ninapata ushirikiano mzuri sana mamlaka husika zote kwa ujumla, achilia mbali bandari tu peke yake, hata zile taasisi nyingine ambazo ziko ndani ya mamlaka ambazo zinashughulikia mpaka mzigo uweze kuondoka kwenda unapokwenda. Kwa kweli napata ushirikiano wa hali ya juu, sina lawama yote, isipokuwa lawama yangu kubwa ni kuhusu vifaa tu, waweze kuongeza vifaa kwa wingi ili kuweza kukidhi mahitaji ya bandari. Kwa mfano meli hii iliyokuja sasa hivi, kama kuna vifaa vingi vya kutosha, ina maana kwamba itapakia kwa muda mfupi na sehemu nyingine itabakia empty space ambazo wateja watazidi kuleta mizigo kwa ajili ya kusafirisha tena. Tunaita katika mambo ya shipping tunaita short transit time. Short transit time ni kwamba meli inakuja leo inapakia tani 5,000, kesho inaondoka. Sio inakuja leo inapakia tani 5,000 natumia wiki nzima kupakia tani 5,000. Kwa hiyo kitaaluma haikukaa sana. Asante. Shukrani sana. Asante sana. Shukrani sana. Asante.